wetu wa sasa hivi ulivyo umekuwa ni global context, yani kwa maana kwamba imekuwa ni science ambayo mara kadhaa huwa nazungumza hapa kwamba football nowadays is a pure science, na inakutaka kuwa na mabenchi ya ufundi ambayo yamejikamilisha sana ili kuweza kupata timu ambayo ni bora na yenye ushindani barani Afrika. Ni lazima uwe na technical bench ambalo linakuwa limejiimarisha vizuri. Nimemsikia afisa habari wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans akawa anasema I think Ally Shabani Kamwe kwamba msimu huu Young Africans wao wanajenga timu, hawaboreshi tena. Yaani msimu waliokuwa wanaboresha timu ulikuwa ni msimu uliopita, lakini kwa maana msimu huu Dar es Salaam Young Africans wako pati ya kuanza kuitengeneza Yanga upya ili kuwa timu ambayo itakuwa bora zaidi, itakuwa timu ambayo ina ushindani mkubwa. Sasa ukiona timu inakwenda kujengwa upya kwa mujibu wa maneno ya afisa habari, maana yake lazima uwe na watu sahihi wanaoweza wakatengeneza foundation. Ujenzi unaanza na msingi, na msingi ni lazima uwe na watu sahihi kwenye maeneo yote ambayo ni sahihi, ndiyo unachoweza kutengeneza timu ambayo ina ubora mkubwa. Sasa kwenye mazingira haya unaweza ukaona kwamba Young Africans wanakwenda kwenye foundation block ya kuitengeneza Yanga kuwa timu shindani kama ambavyo wameweza kufanikiwa kupata mataji ndani ya miaka 5 iliyopita, na wamepata mataji wala hakukuwa na sehemu yoyote ambako wametetereka. Sasa kwenye kutengeneza block kwa maana foundation unaanzia wapi? Sasa hivi kama nilivyozungumza kwamba mpira wa kisasa umekuwa pure science, kwa maana kwamba mwalimu mkuu kwa maana head coach mara kadhaa walimu wakuu wengi wanabaki na majukumu makubwa mawili. Moja, kutengeneza system, basic formation ya namna ya timu kucheza, ndio limebaki kama jambo la kwanza kubwa ambalo walimu wakuu duniani wanafanya kazi hiyo, kwa maana kwamba mwalimu ata introduce mfumo wa uchezaji labda ni wa 3-5-2 kwa maana ya kuingia na mfumo wa defenders watatu, viungo watano na washambuliaji wawili, ama mwalimu ata restructure mfumo mwingine labda wa 4-4-2 kwa maana kuwa na defenders wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili. Walimu wakuu wamebaki kutengeneza mifumo ya namna timu itakavyokuwa inacheza, lakini jambo lingine walimu wakuu wamebaki kutengeneza kunavigate, integrate system na vipaji vya wachezaji, kwa maana kwamba mwalimu anaweza akadevelop mfumo wa 4-4-2 lakini anatakiwa kuintegrate mfumo anaofundisha pamoja na mahitaji ya squad alionao kwenye timu ili aweze kumpa matokeo. Ni jambo la pili kubwa ambalo walimu wakuu kwa maana head coach ama mameneja kwa wenzetu mara kadhaa barani Ulaya, walimu wamekuwa wanapata nafasi ya kuwa mameneja, lakini on the same time wanakuwa ni walimu wakuu. Maana yake ni lazima mwalimu aintegrate mfumo anaofundisha pamoja na vipaji alivyonavyo kwenye timu, kwa sababu mfano unaweza ukawa na mfumo ambao mtu kama Bushiri akagoma kuingia, mwalimu lazima upambane, unamuingizaje kwenye mfumo. Unaweza ukatengeneza basic system ambayo Alan Okello akashindwa kuingia kwenye mfumo, lazima mwalimu switch mfumo ambao utawawezesha wachezaji kucheza. Unaweza ukatengeneza mfumo ambao let's say mchezaji kama Pacome akajikuta sasa unamzuia kufanya runs, dribbling, akawa ni mchezaji anayetembea, asitoe tena ubora ambao wananchi wameuzoea, jambo ambalo kwa walimu linaweza likaleta mambo ya tofauti kabisa. Sasa ukirudi hapo, kwa sababu ya mahitaji yanataka kuwa na component ya watu wengi, kuwa na idara yenye watu ambao wamejikamilisha, yani ndani ya department kuna kuwa na subsystem ambazo zinaweza zikasupport mfumo mzima ili kutoa matokeo. Ndio maana umeona sasa leo taarifa ya mapema kabisa ambayo ilianza kutoka ni ya kocha, kwa maana kocha msaidizi ambaye tayari Dar es Salaam Young Africans wameweza kumtambulisha kwa maana Simo Diadila, na